leo ni siku ya birthday ya mtoto wake Amara. Na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye, tuzungumze kufahamu vitu vingi, lakini pia kitu ambacho kimetufurahisha wengi ni kumuona mamako mzazi for the first time akihusika na yeye hapa. Pongezi kwanza kwenye hilo. Nashukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha tumefika hapa na bibi mkubwa pia amekuja japokuwa kwa mbinde. Tunaambia mama hii lazima uende. Hata usiposimama na nini mambo ya kushana keki tutakufuata kwenye meza utakula keki. Fresh ndio maana hata kwenye keki amekuwa wa mwishoni. Kwa sababu ya special waliokuwa nao. Of course watu wengi pale, watu wote walikuja ni special lakini ni mama yangu amenizaa mimi. Kwa hiyo imefaa special kwa sababu ni mama yangu, lakini pia nimefurahi familia yangu amekuja mama yangu. Unajua mimi sikupata muda mzuri wa kuelezea vizuri kati ya waliokuja. Pale kuna baba yangu mdogo ambaye kula keki, yule ndo alinilea kwa sababu mimi sikuwa na baba. Yaani baba sikulelewa na baba. Kwa hiyo nimeona na mama tu, mama naye majukumu mengi nikakimbia kwa mama yangu mdogo Sala ambaye ndo baba yangu mdogo. Yaani baba yangu mdogo ambaye kamua mama yangu mdogo. Kwa ndo harakati zangu za muziki kiukweli zimeanzia pale. Sawa. Kwa mara ya kwanza tumemwona mama. Wengi tulikuwa hatujaweka hii maanani kwamba mama atakuja kutokana na rumors ambazo zilikuwa ziko kwenye mitandao. Wengi walikuwa akisema mama alikuwa hataki mahusiano yako wewe na Paula. Wengine wakanasema mama anamchukia Paula, wengine wakanasema Paula anamchukia mama. Maneno yalikuwa mengi, nadhani ulikuwa pia ukikutana nayo. Baada ya kuwa ukutana na maneno kama ulikuwa ukimwambia nini mama mpaka leo tumepata nafasi ya kumuona naye kuhusika? Hayakuwa maneno makubwa kiasi hiko, lakini zilikuwa hizo story yaonekana na nini, lakini mimi niko proud na familia yangu na mama yangu kwa sababu amenizaa na ndo mtu amenikuza kwenye malezi mazuri mpaka sasa hivi niko hapa. Lakini yeye mwenyewe tu maisha ya mtandaoni anajua jinsi alivyo. Mimi mama yangu of course nimeweza kumtengenezea nyumba nzuri, anaishi vizuri, lakini bado kuna vile vitu, kuna yale maisha ya uswahilini naelewa vizuri anayaishi kwa sababu ndio maisha yetu. So akianza kuwa kwenye kamera mbele kabisa sio maisha yake, naelewa vizuri, lakini na mama ndio ushazaa mtoto maarufu, so taratibu utazoea, naelewa vizuri. Kwa hiyo nashukuru kama amekuwa muelewa, amekuja leo. Lakini mama yangu ana mahusiano mazuri sana na Paula ndo ameandalia kila kitu mpaka amekuja hapa. Wadogo zangu walikuwa hapa wengi, hawakupata nafasi ya kuonekana. Walikuwa wengi lakini Paula ndo mpango mzima. Nimepata nafasi ya kuona akiwa wanapiga umbea, wakati wanacheza huko wanapiga umbea. Paula naye Shilawadu siku hizi. Kweli wanapiga umbea mbele ya kamera. Mimi mwenyewe sasa hivi nimeanza kuombea mbea. Nitafanyaje bwana, ndo mapenzi. Chakula ya ubongo. Chakula ya ubongo ama jenzi, hakuna etemeo akishua, wote wana mambo ya umbea ndo mitikasi yao. Na kwa sababu sio kitu kibaya. Umbea wanaofanya sio umbea kugombanisha watu. Ni umbea kufuatilia nini kinatokea mjini, kuna story gani, nani katisha, nani kazingua, nani alipendeza. So ndo maisha yetu. Sawa. Mario ni moja kati ya vijana ambao wametokea mtaani kabisa, ni maisha ya chini kabisa, kwenda kwenye ustana kuheshimisha mitaa. Mwaka mmoja wa kumlea mtoto wako ulikuwaje kwa upande wako? Mwaka mmoja ilikuwa ni experience tofauti kwa sababu mimi nimetaka nikae na mtoto wangu mwenyewe, nione anavyokuwa, nijue changamoto ni nini, niweze kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo nimekuwa naye vizuri, nachomshukuru Mungu tu mtoto hakuwa na changamoto za kuumwa. Japokuwa kuna zile za kibinadamu na mara mbili anaumwa tunampeleka hospitali tuna nini, hata kama sometimes tuko wenyewe mtoto anaweza kaumwa usiku, Paula anaweza akagugu akaangalia hii kuna reaction moja mbili tatu nini, tunajua kitu fulani na tukienda hospitali inakuwa ni hivyo au labda sasa hivi labda amekaa kwenye AC na unajua unaelewa vizuri zima AC na nini, vitu vingi tumeweza kujifunza wenyewe, na hiyo experience ya mtoto kumlea kutoka pale alipo mpaka mwaka mmoja imetutengeneza sana kwenye ubongo. Kwa hiyo yani imeweza kutufundisha maisha kwenye upande mwingine na upande tofauti kupitia hiyo malezi au makuzi ya mtoto wetu. Ustaa kutokea mtaani mpaka huku ushuani na unaendelea kutengisha East Africa na mataifa yote ambayo yanakusikiliza. Kwako unautunza kwa mwenyewe, hamuingii kwenye skendo za ovyo. Nilichoja kugundua unajua mtu hata kusahau ulipotoka au washikaji zako na nini ukiwa maarufu unaamua tu. Ndio maana mimi leo hii nakukumbuka wewe. Usikuwa kiwalani. DJ Gabi kule Gaza sijui wapi
Na anaambia rafiki zangu baada yule brother namjua kitambo, alikuwa anakuja kwetu na hasa na. So ukiweza kulitambua hilo, kukumbuka hapo umetoka, kuna vitu vingi unaweza yani unaweza ukawa na hiyo discipline ya kuishi vizuri na watu. Unaelewa vizuri. Huu maarufu umeniingia tu nimeuvaa. Sorry. Lakini mimi bado ni Omari. Tena Omari Ali Mwanga, unaelewa. Yaani nikiingia kwenye jukwaa na nikiwa katika kazi nakuwa kama Mario. Iko ndio kitu kikubwa tu kutambua kama sasa hivi microphone zimekuja, so nafaa kuwa Omari. Hapa niko na familia hapa hivi. Kwa hiyo nashukuru kwamba siku za kwenda tunajifunza na tunaweza kuwa na discipline ya maisha na kila tunazidi kuwa wakubwa. Tunazidi kuwa humble kwa sababu ndio maisha yanahitaji. Wajomba tumeona wakishinikiza na kukusisitiza kwamba ndoa. Hakuna mtoto wa pili bila ndoa. Kwako utayari wa ndoa ukoje? Na niongezee hapo. Ongezea hapo. Gabi. Anasema katika tetesi tulizozipata kutoka kwa Juma Lokole, rafiki yangu wa karibu kidogo. Ndoa iko tayari na kwa matarajio mwezi wa 8 Mario na Paula wanafunga pingu za maisha. Kwa Paula kubadilisha dini kuingia kwenye Uislamu. Hicho ndio ambacho tumekisikia. Kuna ukweli pia kwenye hili? Kwa Juma Lokole yuko karibu na familia. So kuna muda akiwaambia kitu unamsikiliza, unamkubali na kuna muda pia unaichekecha wewe mwenyewe. Okay. Lakini ni jambo la heri na naamini kwamba Mwenyezi Mungu anapotufanya wepesi. Mimi nitamuoa kwa sababu ni mwanamke mzuri, kanizalia mtoto mzuri, ananisikiliza. Kwa nini simuoe? Na naamini kwamba kuna heshima nyingine naipata zaidi kwa sababu ya namna ambavyo nimemtunza au naishi naye. Okay. So tutaoana. Tujichekeche au tumwachie Juma Lokole kama alivyosema na uhakika tuweke hapo. Sikuwepo wakati anaongea, kwa sikujua sura yake aliweka vipi. Ni kwa sababu nilimuona, tafuteni namna ya kuliweka. Vipi kuhusiana na mkwe wako alipokuwa akicheza muziki na mkwe wako wa zamani kwa maana ya Harmonize? Kuna ukweli kwamba penzi paja kwa maana penzi limerudi kwa wewe ni ndugu kabisa wa ndani? Labda unaweza kutupazia chini ya carpet ujuavyo wewe Mario. Kuna penzi Kajala na Harmonize? Gabi subiri kwanza. Naomba nisubiri. Hebu liweke sawa. Kwa mujibu wa Juma Lokole pia, Juma ni mtashi wa maneno na hilo unalifahamu. Amesema kuwa yeye ndio sababu ya Kajala na Harmonize kurudiana. Lakini pia wewe ulikuwa chanzo cha kuwakutanisha kwa maana mara nyingi Kajala alikuwa akija nyumbani kwako, Harmonize naye pia anakuja. Kwa maana alikuwa wanakuja kukufuata wewe. Kwa maana wewe ndio chanzo cha kuwakutanisha na zile sintofahamu, misunderstandings zilizokuwepo kati yao zikawa zimekatika. Pengine tuweke sawa hapo. Kusema kweli nikizungumzia hilo nazungumza kitu cha mama mkwe wangu. Kwa hiyo mama mkwe ni kama mama mkwe ni mama alomzaa mwanamke wangu kama amenizaa mimi. So siwezi kuongelea kuhusu mahusiano ya mzazi wangu. Nitakuwa sina adabu, lakini mimi of course Konde ni mtu mzuri kwangu mimi na nimeshirikiana naye vizuri kwenye kazi. Na sasa hivi nampa heshima kama kaka. Ikitokea akarudi akaipambana na heshima yake nimwite mkwe, milango iko wazi kwa mimi. Sasa sijui inakuwaje. Sio kitu ambacho naweza kuwa 300% kukiongea. Lakini nafurahi. Neno lako kubwa kwa siku ya leo. Neno lako kubwa kwa siku ya leo kwenye party hii ambayo imejumuisha mastaa wengi. Tumemwona wakina Irene Uwoya, wakina Jacqueline Wolper, tumewaona watu mbalimbali wenye majina makubwa. Lako kubwa ni lipi? Mimi nawashukuru wote kwa sababu sio kama hawana kazi ya kufanya, lakini wameamua kuja kujitoa katika shughuli yetu, shughuli ya mtoto wetu. Ni kitu kikubwa na huo ndo ndugu. Huo ndo Tanzania na huo ndo uzalendo. Mimi nimefurahi kwa wote waliofika. Mwenyezi Mungu awabariki sana na nyie pia nawashukuru. Asante. Bwana Mario.